Kwa jina naitwa Godlisten Kombe, ni rasi wa ndaki ya sayansi za ardhi na uhandisi, lakini niko hapa kumwakilisha makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma. Tuko katika tunaadhimisha siku ya ukubalifu jumuishi, yani universal acceptance kwenye mambo ya kidigitali. Lengo kuu hasa ni kujenga kwa kuongeza uelewa kwa watumiaji wa mitandao, kwamba tunapowasiliana kwenye mitandao kuna vitu ambavyo hatuwezi kuwasiliana. Labda ni kwa lugha nyepesi ni kwamba mtu kwa mfano mwenye email ambayo ina jina la Kichina kabisa na karakta zake za Kichina akiandika email kwenye mifumo yetu ya taasisi zetu, hiyo email haikubaliwi mpaka iwe registered, ipate mchakato ambao unaweza ikafanyiwa ili hiyo email iweze kubaliwa uweze kuipata. Lakini vile vile kuna lugha nyingi au kuna vitu tunaita domain kwenye mitandao. Kwa mfano tumezoea kuona neno .com, .org, lakini kwenye ukubalifu jumuishi tunaweza vile tukawa na ya kwetu .tanzania, .africa na nyingine kama hivyo. Kwa hiyo tuko hapa kuadhimisha siku hii ya ukubalifu jumuishi, lakini vile watu watapata mafunzo na uelewa juu ya mambo haya na jinsi ambavyo changamoto zake na jinsi ambavyo tunaweza tukaboresha au tukafikia malengo ya ukubalifu jumuishi. Kwa majina naitwa Dr. Jabera Matogoro. Mimi ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini pia ni mratibu wa mafunzo haya, lakini pia ni msimamizi mkuu katika utafiti ambao Chuo Kikuu cha Dodoma kinafanya kwa msaada wa kifedha ambao umetoka Tume ya Sayansi Tanzania, yani COSTECH. Universal acceptance ama ukubalifu jumuishi ni aina mpya ambayo tunaendelea kushirikiana na wataalamu kuhakikisha kwamba lugha zote na makundi mbalimbali wanakuwa na uwezo wa kutumia vikoa na anwani zao za email address kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaweza kupata huduma na kutumia mtandao wa internet. Kipindi cha nyuma ilizoeleka kwamba ukitumia hizi tarakimu za Kilatini, yani kwa mfano hizi herufi za English za Kiswahili, lakini sasa tunaenda kwenye maeneo ambapo duniani zipo lugha ambazo hazitumii hizi tarakimu za Kilatini, kwa mfano Kiarabu, Kichina, Kihindi, lakini hata wenzetu hapa Ethiopia Aramaic, na leo pia mmesikiliza tulipokuwa kwenye mafunzo wenzetu wametajwa hapa wa Iraq, hapa Tanzania, wana herufi ambazo si herufi kama hizi tulizozizoea. Sasa kwa maeneo mengi na mifumo mingi herufi hizi inakuwa haizitambui. Sasa kama haizitambui, maana yake kuna wateja tunawapoteza. Hebu fikiria kwa mfano mfumo ambao unatumika kutoa visa ama mfumo ambao unatumika kusajili watalii. Kama endapo tunachukua tarakimu ambazo ni za Kilatini, maana yake ukipata Mchina ambaye anatumia email address ya Kichina ama mtu ambaye anatumia Kiarabu email address, maana yake huyo upatikanaji wake kujisajili na kupata huduma kupitia kwenye mtandao zinakuwa ni changamoto. Muda mwingine na mlazimu mpaka afike Tanzania aonane na watu ndio aweze kupata usajili. Sasa changamoto hizi pia zinatukumba hata sisi vyuo vikuu. Kuna vyuo kwa mfano Chuo Kikuu cha Dodoma na vyuo vingine ambavyo vinatoa kozi kama za Kichina, Kiarabu. Sasa kama mifumo yetu haitaruhusu kupokea email za Kichina na Kiarabu, manake tayari unatoa ugumu kwenye wanafunzi hao kufanya usajili. Lakini si usajili tu, hata kutumia mifumo yetu ya ndani. Na ndio maana mafunzo haya kama ambavyo mmemsikia mkurugenzi wa TEHAMA wa Chuo Kikuu cha Dodoma ambavyo ameonyesha jitihada ambazo chuo kinafanya. Naitwa Mgolozi Metusela Perez. Mimi ni miongoni mwa washiriki wa Universal Acceptance. Universal Acceptance, moja ya faida kubwa, inasaidia mifumo, emails, lakini pia hata hizi domain zetu. Mtu akiwa eneo lolote anaweza, akiwa China anaweza akawasiliana na mtu ambaye yupo Tanzania, wa Tanzania anaweza akawasiliana na wa China, wa Hindi, wa Mongoli kwa kutumia lugha zao moja kwa moja. Kwa hiyo kuifanya mifumo kuwa Universal Acceptance, manake inaweza ikapokea yoyote kutokana na mtu na lugha yake, lakini ikapokea.